Ndugu yangu, tuko nyakati za mwisho kwa mjibu wa Paulo mtume kwa Timotheo, sura ya kwanza mstari wa 4. Timotheo wa kwanza anasema nyakati hizi ni za taa. Watu wengi watajitenga na imani, wakisikiliza roho zidanganyazo na mafundisho ya mashetani. Kinachoshika kasi sasa ni mafundisho ya mashetani na roho zidanganyazo. Ndio maana watu wengi sana leo wanajaribu kupotea na kuipoteza kweli, kwa sababu tu wanasema unajua hata wao tunapaswa kuwasaidia kwa kuwa sisi tusipowasaidia nani atakayewasaidia? Wanaweza kujumuika na watu mbalimbali wa giza kwa masingizio kwamba wanataka kuwasaidia, lakini Mungu achangamani na nuru na giza. Nuru na giza havina shirika. Mungu alishasema havina shirika. Roho itendayo dhambi lazima itakufa. Hakuna roho inayotenda dhambi itakayoishi. Anasema roho itendayo dhambi itakufa, haiwezi kuishi. Na Mungu anasema haki ya mwenye haki itamwacha kuishi. Kama ni mwenye haki, haki itakuacha kuishi. Hata kama utaroga kwa kiwango gani, kama unaloga na wewe ni mwenye haki, unaonewa tu na shetani, unawindwa kuuawa, lakini wewe ni mwenye haki, hata ukuwinda asubuhi mpaka jioni, haki yako itakuacha kuishi. Amina. Haleluya. Lakini kama wewe ni mbaya na hutaki kuacha ubaya wako na unajificha ndani ya imani, lakini wewe ni mbaya, Mungu anasema mtu mbaya na aache njia yake mbaya. Amina. Akatende mema. Akikubali kugeuka na kuacha mabaya yake ataishi. Lakini asipokubali kugeuka akaendelea kuishi kwenye unafiki wa dhambi, Mungu alijifanya mteule, hakika hiyo dhambi anayotenda haitamwacha kuishi, atakufa. Kwa hivyo kuzaliwa kwa Yesu, hebu kubadilisha maisha yetu, kutufanye kuwa watu wa pekee na watu tofauti. Kama nampenda Bwana Yesu nisikie amen. Amina. Kama nampenda Bwana Yesu nisikie tena amina. Amina. Hebu sema, hebu usiku wa leo ukubadilishe. Amina. Ukufanye kuishi maisha mapya, ukufanye kuishi maisha ya imani, ukufanye kuishi maisha ya haki, ukufanye kutambua kwamba wewe ni mwenye haki wa Mungu na unapaswa kuishi kwa imani peke yake. Imani peke yake inakutosha. Kuna saa unaweza ukatabika, lakini mimi nimejifunza kuishi kwa imani. Nimevuka mengi kwa sababu ya imani. Hata watu wengi wanashangaa, huyu ni mtu wa namna gani? Siri niliyo nayo nimejifunza kuishi kwa nini? Kwa imani. Kuna saa huwezi kujiokoa, kuna saa huwezi kujipigania, kuna saa huwezi kujiponya, ila imani iliyo ndani yako itakuwa ni daraja la kuvuka kwenda kwenye haki na uhai wa maisha yako. Kama nampenda Bwana Yesu nisikie amina. Amina. Nisikie tena amina. Amina. Basi Mungu akubariki sana.